Tuna wadau wengi sana kwamba tunaweza tukatoka hapa tukaingia kwa wadau wetu tukaomba wakatusapoti. Lakini niwaombe jumuiya ya wazazi hapa tuendelee kuwaleta watu wengi. Unajua mimi na nafasi yangu hii sikuwahi kujua kama tuna watoto wengi kiasi hiki kwenye hiki kituo. Najua tu pale kanisani, najua kule yes. Ndo tunakimbilia kule, tunaenda mara nyingi kule mwisho wa mwaka na nini kutoa. Lakini tuna watoto wanaolelewa na vituo vyetu vya serikali. Kwa ni vizuri watu wapo wengi wenye moyo wa kujitoa, yapo mashirika, zipo taasisi, wapo wafanyabiashara. Hiki kituo tukitangaze, jamii yetu ya Geita iliyojaliwa utajiri mkubwa ijue kwamba wapo watoto hapa wenye uhitaji. Tutawagusa watu wengi kuja kuwasaidia. Na watu wa Geita wana moyo wa utoaji, tumeshiriki nao kwenye matukio mengi. Ni swala la kuwashirikisha hao wadau. Na wewe mkuu wa shule pamoja na viongozi wetu wa mtaa, wakati mwingine tusisubirie bajeti za serikali. Hii Geita imebarikiwa sana. Kuna watu wanajitoa, wengine tu yawezekana hawajui. Mtengeneze utaratibu pengine mnapokuwa na mahitaji ya kutengeneza hata kiharambee ya kuwafikia wadau. Mnatushirikisha sisi viongozi wa kisiasa. Tunazifikia taasisi na wadau mbalimbali ili changamoto hizi ndogo ndogo tusiende mpaka kwenye kusubiria nini? Bajeti za serikali. Au sio jamani? Na inawezekana tutasaidiana. 154 wenye ulemavu tofauti tofauti. Watoto wenye changamoto ya uziwi ambao hawasikii wako watoto 45. Wavulana 17 na wasichana 28. Wasioona kabisa wako jumla 6. Wasichana 3 na wavulana 3. Wenye ulemavu wa ngozi wako jumla 48. Kwa wavulana wako 25, wasichana 23, jumla ni 48. Wenye ulemavu wa akili wako jumla 54. Wavulana 30 na wasichana 54. Wasichana 24, jumla 54. Ulemavu wa viungo wako jumla 11, wavulana 3 na wasichana 8. Kwa hivyo jumla ya watoto tunaowahudumia kwenye kitengo hiki wavulana 68, wasichana 86, jumla yake wanakuwa 154. Kati ya hawa watoto wenye changamoto ya ulemavu wa akili huwa wanakuja asubuhi wanasoma, lakini pia wanarudi nyumbani. Lakini hao wengine waliobaki walioko mbele yetu ni hao wenye changamoto za ulemavu tofauti na ulemavu wa akili ambao wanaishi hapa, wanalala hapa na wanahudumiwa chakula na serikali. Kidumu Chama cha Mapinduzi! Tunazo changamoto nyingi ambazo zinakabili kitengo hiki. Mojawapo ya changamoto ni mafuta ambayo wanatumia watoto wenye ulemavu wa ngozi. Tunayo kwa uchache ambayo tumepokea kutoka kwa wadau mbalimbali wakiwemo GGM, mgodi wa GGM utupatia. Lakini changamoto zingine ni mavazi. Baadhi ya watoto wanaletwa hapa, wametelekezwa kule, wasamaria wema wanawaleta hapa, wanawaacha hapa. Kwa hiyo tunawahudumia. Kwa hiyo kwa kadri ambavyo shule inapata fungu basi ndio tunawahudumia. Kwa majina naitwa Mere Mpangalala, mwenyekiti wa kata ya Kalangalala, jumuiya ya wazazi umoja wa CCM. Kwa mkono kabisa na mwenezi wetu, ndio maana tukamwalika leo awe hapa, maana tunajua kwamba Geita tumejaliwa, kuna watu wenye wamejaliwa kutoa kwa ajili ya watu kama hawa. Tunaamini alichokisema nani mwenezi wetu wa wilaya kinaenda kufanyika, kwa sababu tunaona watu wanavyojitoa katika hali zingine, hata kama ni sherehe kwa hawa wenye mahitaji maalum, wadau wetu hawatashindwa. Kwa majina naitwa Jumanne Jason Bayasabe, ni mwenyekiti wa serikali ya mtaa Mbugani. Watu hawa unapofanya tendo la huruma la namna hiyo ni baraka nyingi sana. Kwa hiyo binafsi, kwa sababu pia mimi nimekuwa mdau wa elimu hususan kwenye eneo langu hili, nitaendelea kutoa ushirikiano, lakini pia kupitia Chama cha Mapinduzi na serikali yetu ambayo inaongozwa na mama yetu Samia Suluhu Hassan, tumejipanga sana kuhakikisha tunaendelea kuomba miundombinu ya elimu iweze kuendelea kuimarishwa ili watoto wetu hawa waendelee kusoma vizuri
na hatimaye wayafikie malengo yao.